Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Karibu sana mtazamaji wa 69 Media Pro. Naona bwana Ching leo anafurahi. Toka hapa tuende chimbo letu moja amazing, tunapunga upepo safi kabisa. Mchawi kibunda tu. Mchawi kibunda tukipo. Ndio hakika hapo. Kati kufikia tarehe 4 watu hela zishaisha. Noma. Au hiyo tarehe 3? Tarehe 1 tu, tarehe 2 umo. Yaani umo. Wengine wako wanajitahidi tarehe 3 ndio. Naishaga. Zinaishilizia. Yaani juu kwa juu. Unabaki tu na akiba basi. Hatari na nusu. Sasa nataka kuzungumza kitu gani hapa? Sawa. Karibu sana mtazamaji. Mimi hapa ni Sam Baby ndani ya Gossip Table. Mimi naitwa Ching the baddest. Tumekuja na mavunjiko leo. Yaani leo ni break up za kutosha. Kwenda. Break up za kwenda. Jamani, leo tuna break up za watu maarufu ni wameachana huu mwezi wa 6 huu. Wakati wengine wakifurahia watoto, wengine wakifurahia ndoa changa, wengine wakifurahia kuzawadiwa migari, wengine wakijizawadia magari. Muda huo kuna wengine wanalilia kupewa talaka zao, wengine wameshikana masharti kugombana, na wengine ndoa zao zimevunjikia mitandaoni. Ni Can you imagine? Tuanze na issue ya Shamsa Ford. Shamsa Ford na mumewe Mlilo. Mambo yamekuwa ni mazito sana. Waigizaji ya nguli. Nguli. Yaani ukitaja kati ya ma legend kwenye Bongo Movie huwezi kuacha kumtaja Shamsa Ford. Japo tunajua Mlilo kaja baadaye, lakini Shamsa Ford ni mkongwe kwenye filamu. Na ni mwanamke ambaye jamani mimi nimpe maua yake. Sijawahi kukutana na skendo za ajabu kuhusu Shamsa Ford. Kwanza ni mtu ambaye yani anaangalia sana maisha yake. Tunaelewa vizuri kazi zake, familia na biashara zaidi. Huwezi kukuta anazungumza vitu ajabu mara kwenye sehemu hizi. Sijui unaelewa vizuri kiasi. Labda tu hivi karibu tumemwona amekuwa karibu sana na Wema Sepetu. Nadhani labda ndio BFF mpya ya Wema. Tunajiuliza. Bwana Shamsa Ford anataka talaka zake 3. Talaka zake ndio anataka 3. Yaani hataki ameshapewa moja. Hataki kujirekebisha na kurudi. Yaani hiyo baba it's over. Anasema mimi nipe zote 3. Haina mambo kugandana. Tushazinguana kila mmoja afanye mambo. Mimi inawezekana nini chanzo cha ugomvi wao watu? Mimi sijui. Japo pia Shamsa hajataka kuzungumza, unajua? Hajataka kuzungumzia ugomvi wao, muhimu tu kwamba anataka talaka zake. Jambo liko serious. Maana yake paka mwanamke anahitaji talaka kwa mwanaume na kaja kwenye mitandao. Wakati Mlilo mwenyewe ambaye hataki kabisa ile jambo lije kwenye mitandao. Umeelewa vizuri? Kwa Shamsa Ford anasema kama tulioana watu wote wanajua. Ndio. Kwa nini tusililete kwenye mitandao tukaachana na watu wakajua? Naona kama imekuwa ndio fashion sasa hivi watu maarufu kuachania kwenye mitandao. Kwa sababu kama ndoa ilifungwa hadharani Zairi Shahiri, si ndio? Kwa maana hata kuachana watu wanaachana Zairi Shahiri. Umeelewa? Mimi bana kikubwa anachokiona kwa Mlilo sijui tatizo ni nini, kwa sababu wameoana of course muda mrefu na wamedumu kwenye ndoa of course, lakini kitu ambacho surprise sana kapo yao ilianzaje na ndoa yao ilikuwaje, kwa sababu ya mambo ya kuigiza. Tukimzungumzia Mlilo ni muigizaji ambaye kachipukia hivi karibuni, lakini ni mtu ambaye anateka hisia za watu sana wengi na nadhani hiyo ndo sababu hata Shamsa Ford hakuwa naye karibu. Siambii. Kwa sababu jamaa anahusika fulani huwa anaubeba kwenye maigizo. Anajua kuvaa uhusika kaka. Anaujua kubeba uhusika na nadhani hiyo ni sababu ya kuwa naye. Lakini mimi yani nilikuwa natamani, nimechimbua sana chini kujua sababu ya ndoa ya Shamsa Ford na Mlilo kuvunjika, kwa sababu ilikuwa pia ni moja ya ndoa ambayo ilikuwa inachipua vizuri sana. Unajua ndoa wamepata mtoto. Unajua kwenye ndoa ukiona kuna vitu kama hivyo vinatokea, ujue sababu utakuwa tu labda mchipuko. Mambo ya haya mambo kuchiti. Nikiwa naambiwa mtu akichiti kawaida tusamee, endelea na maisha. Hamna sasa Shamsa Ford mwenyewe alisema kwamba yeye akipenda huwa anapenda kweli na akiacha anaacha. Au ndio wabaya hao. Amekuja kwenye mitandao ameongea, anasema mimi binafsi nikimpenda mtu Tanzania nzima au watu wengi wanamjua, ambao watu ambao yupo karibu na Shamsa Ford wanajua madhaifu yake kwenye mapenzi. Ndio. Nadhani hii si mara ya kwanza, nadhani hii ni kama mara ya pili. Mara ya mwanzo sijui ilikuwa mwanaume gani, lakini alisha trend kama hivi alivyo trend sasa hivi. Unaelewa, kuhusiana na mambo kulia na nini, kuachwa. Hii hapa ni mara ya pili. Umeelewa, kwenye ndoa. Kwa maana kiukweli kwa the way jinsi anavyolia, alivyoteka hizo hisia zake kuja kutuonyesha sisi, maana kuna jambo zito
limetokea. Unajua jamaa ametoa talaka moja. Sawa. Ukiona mtu katoa talaka moja bado anakuhitaji. Sasa Shamsa Ford hataki kugandagandwa hata kuwa free. Uswahilini kuna vituko. Bwana Sasa ya Shamsa Ford tumeona iko hivyo. Ya Romy Jones jamani. Yaani mimi jamani mimi hata sielewi. Romy Jones mke wake naye kaja mitandaoni bwana na kuzungumza na kuweka wazi kwamba sasa imefikia mwisho wa ndoa yao. Tamati. Yaani mimi ni muumini mzuri sana wa kupinga hizi kuachania mitandaoni. Yaani mimi kitu ambacho sikipendi uongo zambi. Hii ya kuachania mitandaoni it's better hata kama nyinyi ni watu maarufu. Sawa, swala la ndoa ni swala personal na private sana la kifamilia. Sasa kama kulikuwa kuna haja kila kitu kuleta mtandaoni. Kama hivyo ambavyo imefanyika pia kwa Shamsa, kwa Romy Jones. Tumeona pia Ngosha naye wanapigana. Kwa Romy hii imekuwa surprise sana, kama ulivyosema kwamba hatujui nini kinachoendelea, maana imekuwa ghafla, lakini nadhani fukuto lilianza mapema. Ndiyo. Kwa sababu kwa mujibu wa K Jones anavyozungumza kwamba kwenye posti zake na ujumbe wake alizungumza vitu vingi vinamuhusu yeye, lakini alikataa kuzungumza chanzo ni nini, ambayo sababu kubwa iliyosababishwa mpaka wao ndoa yao ikafika tamati. Ndio. Hatujui kwamba wameachana kwa talaka ngapi. Huko kwa Shamsa Ford tumeona moja na anaendelea kudai mbili kwa maana hataki tena mazoea, umeelewa? Anataka hat-trick kama zile za Messi. Hata kila mtu afanye mambo yake, mambo kugandana, lakini watu wanasema pia nikija kwa Mlilo, watu wanasema kwamba jamaa alikuwa analelewa sana. Kwa hiyo niambia Mlilo alikuwa anaishi kwa kumtegemea Shamsa Ford. Zinavyosemekana na comment nyingi sana na zote mitandaoni. Aliulizwa kwamba unajua comment mtu kama vile analia. Tumeona watu walikuwa wanampa pole Shamsa Ford. Wengi sana wamempa pole, lakini kuna baadhi ya maswali yalikuwa yanaulizwa kwenye comment. Au jamaa kibenteni nini, ndio maana imekuwa hivyo. Ushafahamu vizuri. Hapo mimi juzi tu mimi nimeona wameingia, walikuwa live TikTok na mimi nimeshangaa, yani mambo yamekuwa hamna vurugu. Taarifa ujue huwa zitakuja, hata taarifa ya kifo ghafla tu. Unaweza kutoka hapo kaambiwa bwana mtu fulani amefariki na ulikuwa uko naye. Umeelewa? Na mtu anaweza kakaa hapa kamwendo mke wake, baadaye kamwendo kamfurahisha, baadaye akatoka kaenda kuchepuka, watu wamemuona, ametuma location, wameenda kumwangalia. Vitu vimefumaniana. Unajua fumanizi sometimes vimeumana. Ukimwona mtu anadai talaka 3, ujue hapo hilo jambo zito, sio jambo la kuuliza. Ndio. Sababu huwezi kumzungumzia Mlilo ni mwizi, kaiba au ni nini, ushafahamu? Yaani kila ukitafuta chanzo ni nini, lazima itakuja chanzo ni kuchepuka. Umeelewa? Yaani chanzo ni mwanaume. Tathmini, ndoa nyingi zinaachana kwa kiki kwa kiume. Chanzo zinakuwa ni nini? Chanzo ni wivu wa mapenzi. Maana yake mwanaume katoka kwenye ndoa, umeelewa vizuri, mwanamke kampumania, umeelewa? Na sasa nao ni watu maarufu of course. Wanatoka mimi bana nishe kukagua profile yake, nishe kumsikiliza. Kuna baadhi anasema Mlilo sio mtu wa kutoka, umeelewa? Sio mtu wa kuhang out, sio mtu wa kunywa pombe, na Shamsa Ford ni hivyo, umeelewa? Sasa wewe mtu akishakwambia yeye sio mtu wa kulewa, sio mtu wa kuhang out kuna kilevi anacho. Sasa unajua hapo utajua kabisa kwamba watu kama hao huwa wanapenda kitu fulani. Na inakuwa sana inakuwa iko hivyo. Kwa Romy Jones pamoja na K Jones nadhani wamekaa zaidi ya miaka 9 kwenye ndoa. Muda mrefu sana. Ni miaka 9, na kama kuna watoto sasa hivi watoto wanaweza fika 3 4, unaelewa? Mimi nadhani kuna baadhi ya vitu kama ulivyosema, kuna vitu sio lazima vije kwenye mitandao baada ya kukaa muda mrefu. Bora hawa, umeelewa, hawa wawili inaonekana ndoa zao unaweza ukahesabu inafika hata miaka 2 of course inaweza ikafika. Nataka kutusikie Shamsa Ford anatoka na Mlilo inafika miaka 2 3. Huku kuna miaka 9. Umeelewa? Huku kuna miaka 9 Romy Johnson pamoja na K Johnson. Huku kuna uvumilivu wa kutosha. Yani bado namba ukisema amesalimu amri asema huyu kweli kwa hiyo miaka
Wenda na vitu kavivumilia. Kwa hiyo okay, angeweza kukaa kimya bila kuonyesha ule waraka wa kwamba wameachana na mtu wake. Yes. Nadhani ingekuwa beta zaidi kwa sababu wana nafasi kubwa ya kurudiana. Umeelewa vizuri? Manake ndani ya miaka 9 mawili watoto wanakuwa ni wengi afu wakubwa, si mchezo. Si wana watoto. Wana watoto. Umeona mambo. Si mchezo. Kwa hiyo miaka 9 mimi nadhani wangeweza kuhandle bwana kama kuna tatizo, kwa sababu mwisho wa siku mnafanana. Anajiita K Johnson, huyo anaitwa Romy Johnson. Kwa hiyo mnafananishwa mpaka majina na nini, umeelewa? Kwa hiyo inakuwa kwenye kuhide kuna baadhi ya vitu, lakini Shamsa Ford ni mwanamke ambaye anaweza kuonyesha hisia zake kwa watu. Ni kama hivyo. Nadhani kuna wanawake wengine hawezi kuja mitandao kama vile chozi linabugujika. Chozi liko hapa. Sasa unaona kabisa kwamba ile jambo limemgusa pale ambapo palipotakiwa kuguswa na kukunwa. Kwa hiyo mambo ndio yako hivyo. Ila bwana, mimi muhimu tu mimi niendelee tu kuwashauri watu maarufu. Kwa wewe ambaye unafuatilia The Gossip Table, pia unaweza kutuambia hivi ni sahihi kwa watu kuachana mitandaoni? Yaani hata kama nyie ni watu ambao vitu vyenu vingi vinajulikana mitandaoni kwa mashabiki zenu, lakini napofikia hatua ya kuachana ama kuonesha kwamba kuna mmoja kaumizwa, sidhani kama ni sahihi kuviweka mtandaoni. Na imekuwa ni fashion sasa hivi hiki kufanyika mitandaoni. Tumeona ndoa Romy Jones, tumeona issue Shamsa Ford, tuliona vitu vingine vingi, watu wanaposti mtandaoni naomba talaka, tuachane, vitu vingine kama hivyo. Comment yako ni muhimu sana kwa wakati huu hapa kutuambia ni sahihi kile ambacho kinafanywa na watu maarufu kuachana mitandaoni, yani kuomba talaka kwenye mitandao ya kijamii na kuacha watu waendelee kuwatengenezea vitu ambavyo huenda havipo. Na sisi tunavitengeneza tu. Watu wanasema hii itakuwa tamthilia mpya. Eti ni Kiki. Inasemekana ni Kiki. Wapi, lakini inaonekana dada alikuwa serious wakati anazungumzia talaka. Unajua wasanii kutoka machozi ni kawaida. Kwa sababu simezoea kuigiza. Yaani mpaka machozi yamewazoea. Kwa hiyo huenda ni Kiki. Watu ndio wanasema hivyo kwenye comment, wanasema hivyo. Sababu mtu akishazungumza kwenye tamthilia hapo, unakuja kwenye uigizaji. Ndio, tunaongelea watu wanaoachana ni waigizaji. Ukija kwenye uigizaji hao ndio wenyewe. Bora hata Romy Jones na mke wake wao. Hakuna muigizaji. Muigizaji si Romy. Romy naye anaigiza sasa. Romy muigizaji na yeye. I say, sijui nini ambacho kinatakiwa kutokea. Au uzilidhani kwamba huyu K Jones yeye sio muigizaji. Na yeye ndo alitoa hiyo taarifa. Tujaona kwamba Romy Johnson DJ mkubwa kabisa wa WCB pale, hatujaona kama yeye ameposti na nini, unaelewa? Lakini ile posti ni mkewe. Na siku zote wanawake ndio wanakuwa watu wa mwanzo kuja kwenye mitandao, kwa sababu wanawake tunaongozwa sana na hisia, kuonyesha hisia zao. Yes, ndio tuko hivyo. Yaani itakataka kuja kwenye akili yako wewe, twende kazi. Kwa nini sasa? Ndio mioyo yetu imeumbwa hivyo. Au mioyo mepesi. Mioyo yetu ni miepesi sana. Ndio maana hata ukiangalia hata katika imani za dini pia kuna wakati wanawake hawaendi hata makaburini. Tunafahamu hiyo Safi. Kwa hiyo sisi wanawake tunaongozwa sana na hisia kuliko ni akili. Basi sawa. Tutumie comment yako hapo kwenye 69 Media tuko live pro YouTube, andika 69 Media Pro, subscribe, comment, like, na inakuwa vizuri. Nadhani Instagram pia tuko vizuri kule. Tuko vizuri, tuko vyele. Kule 69 Media TZ una tu follow pale, una like, una comment, lakini pia kama unatamani kutangaza biashara na sisi, basi pale maelezo yote yako pale kwenye Instagram account yetu. Kule TikTok tuko pia, lakini pia kule Facebook 69 Media TZ. Kubwa zaidi, tuendelea kukupenda na kukupa vitu ambavyo unavipenda. Na sisi tuko hapa kwa ajili ya upendo wako na tuendelea kudumisha upendo. Sahihi. Haya.